السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa taufiki yake, sababu kila kitu ni taufiki ya Mwenyezi Mungu. Kuoa ni taufiki ya Mwenyezi Mungu, mwenye kuolewa ni taufiki ya Mwenyezi Mungu. Wama tawfiqi illa billah. Na hata kupata mke mwema ni taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mke kupata mume mwema ni taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana muumini hafai kuitakidi kwamba yeye ana uhodari wa aina yoyote kando na taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maulana Al-Haddad atuambia wasar rabbaka at-tawfiqa wal-ilma wal-huda wa kaunan مع أهل التقى والحقائق فليس لمخلوق من الأمر هاهنا ولا ثم شيء فاعتمد قول صادق. Imam Al-Haddad atuambia mshikilie sana Mola wako, umlilie, mtiriri Mola wako kwa kumuomba tawfik. Ibn al-Mubarak atuambia ma nazala shay'un min as-samai ila al-ardi ashrafu min at-tawfiqi wal yaqin, hakukushuka kitu kizuri kitukufu kikubwa kutoka mbinguni kuja ardhini kuliko vitu viwili: tawfiki ya Mwenyezi Mungu na kuwa na yaqini katika moyo kwamba kila jambo mimi anifanyiao, mimi anishikao mkono na kunionyesha njia nzuri ya sawa na kuniokoa na matatizo na kunipa mazuri ninayoyatarajia ninayoyatamani ni Allah jalla jalalu, hakuna mwingine. Ndio maana tukaikewa kwa munasaba wa jambo letu tulionalo dua. Aya mwisho, aya ya tatu kabla aya ya mwisho katika suratul Furqan, walladhina, mwisho Mwenyezi Mungu afunga walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama Allahumma ij'alna minhum. Maana watoto kutengea, mke kuwa mwema, Qur'ani shatufundisha kwamba hayo namna utakavyokuwa na bidii, lakini mtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitueleza katika aya nyingine, wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya bado wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin ulaika nataqabbalu anhum ahsana alladhi amilu wa natajawazu anhum fi ashabil janna wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Lao ingekuwa kupata mke mwema ni uhodari, basi angalipata Nuhu, Sayyidina Nuh alayhi salam na Sayyidina Lut alayhi salam, ni mitume hao. Wa daraba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Lut, kwanza imra'ata Nuhin ndio aliishi umri mrefu, kisha imra'ata Lut, maana udhia wake ulikuwa mkubwa zaidi, ametangulizwa Nuh kwanza. Hawa ni mitume. Nuh min ulil azm walabitha fi qaumi 1000 sanatin illa 50 aman. Mtu kama huyu ni wakupewa mke ambaye kwamba matata, mke ambaye kwamba si sawa, lakini ndio ikhtibar, ndio mtihani wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuonesha, angalia na wewe ulooa, maana hasi ya bwana harusi peke yake, hata wale mabwana harusi ambao wamekuwa ni member katika parliament ya ndoa, hata wao pia sute ni mtihani Mwenyezi Mungu humpa mja wake. Wa imra'ata Lut kanat tahta abdaini min ibadina, mpaka mwisho wa aya.
Na ikiwa mwanamke kupata mume mwema ni akili na mipango na uhodari, angalia mtihani mwingine. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون Asia binti Muzahim ni katika wale alotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kamula minar rijali kathirun wa kamula minan nisai arba', wamekamilika wengi katika wanaume katika iman, lakini katika wanawake Mtume akawa nasi wanne. Mmoja ni Sayyida Asia binti Muzahim alaiha rahmatullah wa ridwanullah. Mume wake alikuwa nani? Ule alosema ana rabbukumul. Hebu mwanamke wali kama huyo katika sayyidatu nisa'il janna mba kuwekwa chini ya Firauni, lakini ndio mtihani. Kwa nini? Mola atuambia waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira, jalla jalalu wa ta'ala ta'azamat. Sasa kwa mukaddima kama huo na utangulizi kama huo, tutatoka na darsa kwamba tumlilie Mwenyezi Mungu katika maisha ya ndoa, na hasa bwana harusi na bibi harusi ambao kwamba watafungishwa ndoa insha Allah sasa hivi. Yeye hata hii khutba atakayo fupi zaidi hapo, wallah bana, lakini tutakukumbusha nia, innamal a'malu binniyat, ndio wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana harusi wetu bila shaka ushatia nia katika kuingia kwenye jambo kubwa kama hili, na sisi ambao kwamba tumo katika ndoa, zile nia zetu tuziupdate. Mnawayakum matayakum, nia zenu ndio vipando vyenu vitawafikisha. Wallahi, kwa nia mtu aweza kutengekewa na ulimwengu wake na akhira yake. Nia, an-niyya matiya, ndio nawayakum matayakum, nia zenu ndio vipando vyenu. Kwa hivyo bwana harusi, Allah nia, na bila shaka upande wa pili watakuwa wamehusiwa na watausikia wasia kama huu, nia nia nia, na inshallah Mwenyezi Mungu atajalia usiku wa khairi, usiku wa baraka, na ndoa inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataipitisha kabuli kabla haijafungwa inshallah Ta'ala. Kaifa la, na ndoa yenyewe ni kizazi kitukufu cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wale ambao kwamba kila kwenye swala huwa tukiwaombea Mungu wabarik ala Muhammadin wa ali. Sasa zile wabarik ndio hizo ndoa huwa nyingi za masharifu, kwa sababu kupatikana kutoka kizazi kingi. Na mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam siku alomwozesha Sayyida Fatima, ambaye kwamba jana ilikuwa tuko kumbukumbu ya mazazi yake Sayyidatuna Fatima Tuz-Zahra, ndio siku alozaa jana, furaha ulimwengu mzima. Siku aloolewa na Sayyidina Ali karramallahu wajha, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaombea Mungu akamwambia barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa fi riwayatin wa baraka fikuma wa akhraja minkuma alkathira at-tayyib fahumul kathiru at-tayyib al-mad'u lahum yawm az-zafafi min jaddihim yawm az-zafafi ala ta'i. Maulana alhadhatumbia hawa ni katika wale walioombewa Mungu na mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nikaha yoyote ifungwayo katika ummati Muhammad yamfurahisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu mwenyewe Mtume ashofungua mlango, tanakahu takthuru fa inni mubahim bikum al-umama yawm al-qiyama. Mtume ataka kujifakhiri, inshallah atajifakhiri na ndoa kama hizi na mfano wake, na inshallah Mwenyezi Mungu ndoa zetu ambapo kwamba zimetangulia atazipa misingi thabit, majumba yatulie, kuwe na maelewano, kuwe na masikizano, kuzidi mahaba, riziki za halali ziwe nyingi nyingi inshallah taala, zisokuwa na hisabu yaum alqiyama. Nimezungumza kwa kufuata amri ya wazee wangu, walhamdulillahi rabbil alamin wal afu.